السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا إخواني، أوصيكم مع وصية النفس بتقوى الله سبحانه وتعالى. ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuendeleeni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nataka tukumbushane tena jambo miongoni mwa mambo muhimu katika ibada yetu hii ya funga. Nataka nizungumzie an-niyatu fi siyami, yani umuhimu wa nia katika saumu. Umuhimu wa nia katika saumu, ibada hii ambayo tunaifunga, hii saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata ibada ya funga ya sunna, nia ni nguzo. Nia ni nguzo miongoni mwa nguzo za saumu. Saumu ina nguzo zake, na moja ya nguzo yake ni nia. Nia ni nguzo ya ibada ya saumu. Sasa basi, la yasihu saumu Ramadhan, haiwezi kasihi saumu ya Ramadhan, wala ghairihi min as-siyam, wala saumu ambayo siokuwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana saumu kama ya nadhiri au saumu kama ya sunna haiwezi ikasihi. Min as-siyam alwajib, katika saumu zile za wajibu kama ya nadhir, saumu ya nadhiri au saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wal mandubi, na saumu ambayo ni sunna, haiwezi ikasihi illa binniya, isipokuwa kwa nia. Kwa hiyo nia ni nguzo miongoni mwa nguzo za ibada ya funga. Sasa basi, ukiona hivyo utaona ulazima au uwajibu wa kutia nia, Kwa hiyo inabidi mtu Muislamu atie nia ya kufunga. Kwa mfano, leo mwezi umeonekanwa, mpata taarifa za kuonekana kwa mwezi, basi inabidi unatia nia usiku, na asubuhi unaamka umefunga. Na saumu ya sunna vile vile unatia nia ima usiku au hata pakiwa pamekucha, asubuhi umepambazukiwa, ndo katia nia pale. Kwa saumu ya sunna hakuna tatizo, lakini saumu hii ya faradhi basi inakubidi utie nia usiku. Na tutakuja kuangalia inshallah katika darasa ijayo, tutakuja kuangalia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha tuweke nia usiku, na ambaye hajaweka nia usiku basi anakuwa hakufunga mchana akiamka. Kwa hiyo nia ni wajibu, ndugu yangu. Nia ni nguzo miongoni mwa nguzo za ibada ya funga. Kwa hiyo usije ukaamka haukutia nia, tia nia alafu amka na funga. Na nia hiyo ni kukusudia tu mtu moyoni kwamba sasa kesho ukiamka salama utaamka na ibada ya funga. Lima rawahu al-Bukhari, kutokana na maelezo aliyopokea al-Imam Bukhari wa Muslim, na al-Imam Muslim min hadithi Umar bin al-Khattab, kutokana na hadithi ya Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu awaradhi naye, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, innamal a'malu binniyat, kwa hakika matendo yanazingatiwa nia. Kwa hakika ya matendo yanalipwa kutokana na nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika kila mtu atalipwa kutokana na namna alivyonuia, atalipwa kutokana na jinsi alivyonuia. Kwa hiyo ndugu yangu, usije ukalala ukabila kuweka nia, ukaamka asubuhi haujatia nia ya kufunga, haukutia nia ya kufunga. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutaendelea kufahamishana yaliyokuwa mazuri zaidi na mengi inshallah. Billahi tawfiqi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.